kama kawaida. Wananchi mwaona? Yeah. Ulikuwa jukwani? Yeah. Umesikia kelele zao? Game ilikuwa nzuri tu. Game ilikuwa nzuri tu na Yanga wamedeserve kupata point 3 na kuendelea kusonga mbele katika timu 16. Nafikiri. Kelele zao umezisikia watani? Ni kawaida mashabiki kupiga kelele. Ya mashabiki ni kawaida. Unasemaje? Unasikia? Ni kawaida kwa mashabiki. Aidha kwa timu zetu mbili kuzodoana, ukiangalia kuna scenario ambayo ilishapita. Na leo tumekuja kama familia kuja kujoin wote kwenye game kama hii. Tulikuwa sisi jana tumecodify na wao leo pia wamecodify. Yote kwa yote kuombeana heri, tukutane mbele ya safari. Performance unazungumziaje? Performance nzuri kwa sababu kikubwa kwenye mpira wa miguu ni matokeo. Iwe performance ni mbaya lakini mwisho wa siku tunaangalia matokeo. Yanga walichokuwa wanakihitaji wamekipata. Ndio kitu bora katika timu yoyote duniani. Kwanza ni matokeo. Naam. Pengine sababu umetizama sasa Young Africans ambayo imekuwa na muendelezo wa kuruhusu magoli. Kumekuwa na mjadala mkubwa hapa. Je, kila yule ambaye anakuwa anahusika katika safu ya ulinzi wa Yanga ni mbovu? Mimi naamini hayo ni maneno ya kishabiki. Mimi bado Dar es Salaam Young Africans na wa respect kwenye sehemu ya safu ya ushambuliaji. Ukiangalia mpaka sasa hivi kwenye ligi ya NBC ndo safu ya ushambuliaji yenye magoli mengi. Tunaangalia numbers kwenye kila timu. Dar es Salaam Young Africans ukiangalia namba kwenye engo ya ushambuliaji wanatisha zaidi kuliko timu yoyote katika ligi yetu ya NBC. Pia pamoja na siwezi kuiweka numbers kwenye hii CRDB Federation, bado sijajaribu kufanya analysis nzuri, lakini tukirudi kwa sababu ukiangalia Coast Union na Dar es Salaam Young Africans mechi ya leo ilikuwa una uzani sawa, kwamba ukiangalia ni watu ambao wako kwenye ligi kubwa na pia vile wamekutana kwenye ligi ambao ni tofauti. Inautofautisha ligi tu, lakini wapo kwenye ubora ambao unalingana. Wote wako NBC na pia wamekutana kwenye CRDB Federation. Kwa yote mimi kwenye swali lako bado Yanga na hapa nafasi kubwa sana kwenye engo ya ushambuliaji. Wana washambuliaji ambao wana idadi kubwa ya magoli. Kwa hiyo respect kwao, wanafanya vizuri. Kangalombo unamuona? Ni mchezaji mzuri ukimwangalia, kitu labda ambacho bado anakitafuta ni fitness, bado hayuko vizuri, lakini ukimwangalia ni mchezaji mikimbio, bado ni mzuri. Kwa obvious unamwona kabisa ni mchezaji ambaye ana kitu. Kinachohitajika mashabiki na wapenzi wa Dar es Salaam Young Africans waendelee kumpa muda kama kocha Molod ambavyo wanamwamini na kuanza kumpa dakika chache kwenda kumalizia ili atengeneze fitness game ili aweze kuja kuipa Yanga kitu kizuri zaidi. Ilipaswa Pacome kuzungumzwa kabla ya dabi kwa kiwango alichokuwa amekionyesha leo. Mimi naamini ukimwangalia leo Pacome Zouzoua alikuwa hayupo kwenye ubora ambao tunaufahamu. Kuna moment nyingi alikuwa kidogo hayupo sawa. Siwezi kujua kwamba kwa huu muda ambao Dar es Salaam Young Africans toka tarehe 28 kucheza mechi ya ushindani wamekuja kucheza leo tarehe 11. Kwa hiyo ukiangalia kuna muda mrefu sana Yanga kwenye mechi ya ushindani walikosa kucheza. Walitegemea kucheza mechi ya dabi ambayo imeota mbawa. Ukiangalia kwa huu muda wa zaidi ya wiki kama 2 wachezaji wamekosa kucheza mechi ya ushindani. Kidogo unaweza kukuta kuna vitu vimepungua katika kwa wachezaji. Kwa hiyo hii si nzuri sana, lakini kwa mchezaji mkubwa kama Pacome kuna kitu amekiofa na amecheza na ametoa assist pia katika mechi ya leo. Eneo la goalkeeping Djigui Diarra amekuwa ameruhusu magoli mengi. Hivyo kwa Abutwalib Msheli leo ameruhusu goli. Kuna shida katika eneo hilo kwa upande wa Yanga? Hapana, ni magoli ya kawaida tu. Mimi naona kwamba japo watu wanaweza wakaenda kumjaji Twalib Msheli kwa nini ameruhusu goli la design kama hili. Angalia ile moment ambayo mchezaji yule Miraji anakwenda kupiga lile shuti. Kulikuwa kuna wing la mabeki wa Yanga pamoja na washambuliaji wa Coast Union. Kwa yote angalia jinsi alivyoyumba. Aliumba upande wa kulia, karudi upande wa kushoto na kuwa unajua mpira ulikuwa kwa spidi kubwa. Ukaenda kutengeneza function, mpira ule ukawa ni goli. Kwa hiyo sidhani kama mchezo wa mpira miguu ni mchezo wa makosa. Yanapotokea makosa ya kawaida kama yale, mimi naamini ni kawaida tu. Huwezi siku zote ukafanya vizuri. Lazima kuna mistake pia. Lazima pia tuendelee kuwasifu na tuende kuwatengenezea saikolojia nzuri wachezaji. Tusiongee kwa ubaya ili kuja kuwapoteza kwa sababu ni golikipa mzuri sana Twalib Msheli. Nyimbo zilizokuwa zinaimbwa kipindi kile kwamba GSM kudhamini ligi imeendelea kuimbwa leo. Wanasema Coastal Union ya mechi 3, 4, 5 nyuma si Coastal ya leo. No, mimi siamini kwenye hiyo yengo kwamba Coast Union kwamba wao ni GSM kwa sababu ya kwamba matokeo ya leo. GSM hawa Coast Union sisi tulivyokutana na Arusha tumewafunga goli ngapi? Si goli 3. Na leo wamefunga goli 3. Kwa hiyo mtu ambaye anajificha nyuma ya GSM
mimi nahitaji aje na fact nzuri kwamba jamani GSM amewekeza kwenye hivi vilabu kwa sababu ya. Lakini mimi naamini huu udhamini wa GSM ulioingia kwenye vilabu 8 vya NBC, TFF wametoa baraka zote kwamba ni udhamini ambao ni una uhalali ndani yake. Kwa hiyo mtu ambaye anakuja kwenye kivuli cha GSM kwa sababu ya matokeo ya Yanga, hapana, tengeneza quality ya timu yako, alafu tuje tuangalie quality ya wachezaji wako. Je, inaleta shida kwenye vilabu ambavyo labda vina msuli mdogo wa wachezaji? Kwa hiyo mimi naamini kabisa hii kauli ya GSM kwangu mimi haina afya. Kama ambavyo ilizungumzwa kwamba umeikimbia mechi ya dabi, umeitizama jana mechi dhidi ya TMA, umewatizama leo Yanga dhidi ya mtu mwenye mzani mkubwa Coastal Union. Kilichotokea hapa kwa Coastal imetoa taswira kwamba mechi ya dabi ilikuwa ngumu. Of course mechi ya dabi ilikuwa ngumu sana. Na mimi kwanza nawasifu. Upande wenu kwa upande wa Yanga. Kwanza mimi nawasifu viongozi wangu. Kwanza wametumia akili kubwa sana. Mtu ambaye ana D2 atakuwa anaelewa viongozi wa Simba walikuwa wanamaanisha nini. Iko hivi. Ile dabi tungeaibika. Ile dabi sisi tungeaibika. Ila sasa kuna watu ambao hawawezi kuijua in deep ni kwa nini ile issue imetokea vile. Sisi tumepata kisingizio tukatembea nacho. Sasa hivi lawama nyingi anapewa TFF. Sisi baada wale bodi ya masaa 72 kamati kukaa na kujadili mechi iahirishwe, pale ndo walipo sisi tuliposhangilia. Sababu kile kitendo cha sisi kuingia na gari 3-4 uwanjani kulikuwa tunahitaji twende tukabadilishe matokeo. Kivipi Sam? Baba, hizi mechi za Simba na Yanga ngumu. Wewe unaamini mzani kwenu ulikuwa mzito? Wapo watu wametoka wazi na kusema hizi 3 za Coastal zilikuwa zenu. Kuna vitu viwili ambavyo uongozi walijaribu kuangalia kwa kina. Kwanza kwenye lengo la kufungwa mara 5 mfululizo. Alafu kujiaminisha ubingwa kwamba tunakwenda kuuchukua. Kwa hivi vitu kama tulikuwa tunavipoteza vyote kwa wakati mmoja, ina maana management kule ingekuwa na shida sana. Mimi siamini kama kuna mtu anaweza akanikumbusha ilikuwa ni Dortmund wanakwenda kucheza UEFA. Walipigwa mawe ile, sijui ilikuwa ni mechi gani. Walipigwa mawe wakati wanakwenda kufanya trial ya kuandaa mechi ijayo ya kesho. Walipigwa na kuvunjiwa gari lao vioo, lakini wale mabwana hawakwenda kufanya mazoezi, lakini mwisho wa siku ile timu mashabiki wao waliweza kupigwa fine, lakini mechi ilichezwa. Yote kwa yote mimi naamini hiki sasa hivi kiachwe kwa sababu kipo kwenye kamati kinafanywa uchunguzi ili majibu yajatokee. Lakini mimi naamini mechi itachezwa. Hii mechi itachezwa, lakini hawa majanti wawili wako juu ya sheria. Yaani wako juu ya sheria. Lakini laiti kanuni zingekuwa zinafuata mlolongo, Simba angeenda kucheza ile mechi. Lakini kwa sababu tulichungulia, mechi ilikuwa sio kawaida baba. Ilikuwa nakufa nyingi sana. Kwa hiyo yote kwa yote tuiache kwa sababu mechi ishapita, ila sisi tunafahamu tulikuwa na D2 nini kilichokuwa kinaendelea siku ile tarehe 8. Umekitazama kikosi chako sasa kwenye mechi dhidi ya TMA, wale ambao walikuwa wanasemwa wameumia walikuwepo. Hii pia imetoa taswira gani? Mimi naamini kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea kwenye vilabu vyetu vya Simba na Yanga, sio upande moja. Yaani tunaweza tukasema kuna zile mind game. Unaweza tukapewa ishara ya kwamba huyu yuko injury na hawezi kucheza na akacheza. Tuishai kuiona kwa Shomari Kapombe. Tuliaminishwa hivyo, lakini kwenye mechi iliyopita sio hii ambayo alishacheza. Kwa hiyo mimi naamini tuwe wa kweli. Mwenye kikosi bora aliowaandaa wachezaji, maandalizi mazuri yanakwenda kukupa matokeo ndani ya pitch. Kwa hiyo tuache janja. Kama kweli una kikosi kizuri, hauwezi kufanya vitu vya ajabu. Si ndivyo? Simba tulifanywa vitu vya ajabu sana Mwanza. Lakini tulicheza mechi ile. Hatujagoma. Si ndivyo? Tumeshawahi kufanyiwa kwenye mashindano makubwa, klabu bingwa, shirikisho, nje ya nchi. Watu tumeshapigwa makonzi, wachezaji wakina George Magale Masatu, pigwa makofi, lakini hawajawahi kususia mechi. Walicheza. Kwa hiyo tuache ujanja kwenye football. Hizi ni habari njema kwako Mtanzania ama Muafrika kwa ujumla. Africa Professional Dr. Molo Kulima, mgunduzi wa dawa ya kukweja. Dawa hii inatibu magoti, jointi za viungo vya mwili, kuunga mifupa, misuli, UTI ya mgongo, shingo, kiuno, ganzi ya miguu na kupooza kwa mwili. Ama kwa hakika dawa hii imekuwa mkombozi kwa jamii. Mpaka sasa hivi hakuna mgonjwa yoyote aliyewahi kutumia na akasema hajapona. Karibu kwa Dr. Molo Kulima. African Professional Dr. Molo Kulima, maarufu bingwa Afrika Dr. Molo Kulima.
ni bingwa wa dawa hizi kukweja, dawa za mifupa. Mimi ndio bingwa ninayetamba nchi mbalimbali ya Afrika: Zambia, Botswana, Tanzania, Kenya, Msumbiji, na matawi yetu makubwa yako Dar es Salaam, Mbeya, na ukienda Zambia Lusaka, ukienda Kenya tupo Nairobi. Asanteni sana. Na kama yupo mgonjwa asiyepona, basi tutarudisha pesa yake. Ofisi zetu zinapatikana Mbeya, Dar es Salaam, Zambia Lusaka, na Kenya Nairobi. Kwa mawasiliano zaidi wasiliana nasi kupitia simu nambari 0715 06 1910 au 0775 85 06 93. Mungu aliumba mimea ili tuitumie na wala sio dhambi.